Dunia ina maajabu mengi sana ya kuogopesha na ya kushangaza. Kila nchi ina maajabu mengi ambayo ukiyasikia basi huwezi kuamini kabisa. Na leo nimeujua mji ambao watu waliukimbia na waliuogopa sana, na hata umpe mtu fedha kiasi gani basi hatakwenda huko. Story ya jiji moja hili lililopo nchini China. Jiji hili watu wanaliogopa sana. Watu wanaliita jiji la wafu au jiji la maiti. Na humo kuna hadi nyumba nzuri kabisa, mabomba ya maji, furniture nzuri, ila mambo yaliyopo kwenye mji huo wewe mwenyewe utaukimbia. Watu wanaeleza kuwa ukienda na kulala kwenye mji huo basi utaona na kusikia mauzauza tu. Ndani ya mji huo ifikapo majira ya usiku basi utasikia sauti za watu wakilia na sauti za ajabu zinazotisha. Utasikia sauti ya kundi la watu wakizungumza nje. Kwa tahadhari basi utakiwi kutoka nje. Ndani ya mji huo usiku utaona watu wengi sana nje wakifanya biashara, wengine kucheza na wengine wakitembea, ila usisogee karibu nao, watatoweka wote kwa mazingira ya ajabu. Mji huo ukienda asubuhi na ukapita barabarani basi utaona gari binafsi na mabasi ya shule yakikatiza, ila ukiangalia vizuri ndani ya gari hizo hautaona mtu akiendesha, yani hautaona abiria. Ndani ya mji huo utapishana na wamama wajawazito barabarani wenye sura za ajabu sana. Inasemekana ndani ya mji huo kuna mizimu tu na maiti, na ifikapo usiku utasikia sauti za watu wakiomba msaada. Ukiwa nje ya jengo lolote kwenye mji huo na ukatazama kwenye madirisha ya majengo hayo, basi utaona vivuli vya watu ndani ya majengo hayo. Na inasemekana ukikaa ndani ya siku 3 kwenye mji huo basi utajiua mwenyewe, yani ndani ya jiji hilo kuna mapepo ya kifo, na mapepo hayo huzunguka kwenye mji huo kila baada ya siku 3. Ukiwa ndani ya mji huo hutakiwi kunywa maji aina yoyote utakayoyakuta ndani ya mji huo, yani maji ya kisima, bomba au maji ya mto, sababu inasemekana maji hayo yana sumu ya ajabu ambayo ukiyaingiza kwenye ulimi wako tu basi ngozi yako itabadilika vibaya sana. Ndani ya mji huo utawaona watu waliofanana na wazazi wako kabisa, ila usijaribu kuwafuata na kuwakaribia sababu watapotea na wewe na hutaonekana tena. Na kila ifikapo usiku wa Ijumaa basi utaona maelfu ya watu wakiwa wamevaa mavazi meupe wakipita barabarani huku wakilia wakielekea msituni, na watu hao hutawaona tena wakirudi. Ndani ya mji huo utasikia watu wakikugongea hodi na kukuita majina yako kwa ukarimu kabisa, ila hupaswi kufungua, na wakati mwingine utasikia sauti hata ya mtu wako wa karibu unayefahamiana naye kama baba, mama, mke au mtoto wako. Na kuna muda unaweza kuamka asubuhi na kukuta watu wa ajabu wenye damu midomoni wakikuangalia na kukuita. Na ukienda basi hutokuwa na bahati ya kuishi. Ndani ya mji huo ipo nyumba ambayo ipo karibu na msitu. Nyumba hiyo ukiwa mbali na kuitazama utaona watu unaowajua kabisa wakifanya shughuli kama binadamu wa kawaida. Hakika mji huu ni mji wa ajabu na kutisha sana. Watu waliotoka salama kwenye mji huo basi husema hawawezi kurudi tena kwa mauzauza ya mji huo. Je, wewe utaweza kuishi humo hata upewe kiasi fulani? Tafadhali nidondoshee maoni yako hapo chini. Lakini pia nikukumbusha usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata story zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.